kutambua nafasi yake kwa Mola wake. Mwenyezi Mungu amekuumba, amekupa pumzi. Hajakupa pumzi bure. Kakupa pumzi ili kila mmoja kwa nafasi yake. Sawa Kila mmoja kwa nafasi yake aweze kumtumikia kutokana na nguvu za pumzi yake. Kila mmoja katika sisi aweze kumtumikia Mola wake kwa nguvu na kwa nguvu ya pumzi yake. Ndio maana leo katika maisha ya dunia hii binadamu tunaweza tukasema mbona mambo yetu yanakuwa mazito kwa kiasi fulani. Tunaishi katika dunia, tunafanya kazi, lakini kazi tunazofanya zinatija. Tukiajiriwa hatupati faida ya ajira tunazopata. Mwanadamu anaweza kalalamika kwa sababu kuna dhiki anazozipata, lakini dhiki zozote utakazozipata, tambua ya kwamba inabidi utambue uwepo wa Mwenyezi Mungu na kujua kwamba yeye ndiye musabbibul asbab, na kila anachokifanya kwenye maisha yako, iwe cha kheri kina sababu na iwe cha shari pia kina sababu, kwa sababu yeye Allah kajalia kila jambo na sababu yake. Hivyo binadamu lazima tuishi mfano wa Islam. Allah anasemaje ndani ya Qur'an? Allah anasema ndani ya Qur'an, udkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wanadamu, ingieni katika hukumu za Uislamu zote na wala msifuate nyayo za shaitan. Hakika shaitani ni adui aliyedhahiri. Hivyo mwanadamu wa Kiislamu anayo haki, anatakiwa aingie katika hukumu za Uislamu zote. Hukumu za Uislamu zote. Kile alichokukataza Mola wako katazika, na kile alichokuamrisha Mola wako kifanyie kazi. Kakukataza madhambi, acha, kwa sababu madhambi ni katika hatua za shaitan. Kakukataza ushirikina, acha, kwa sababu shirki ni hatua za shaitan. Na Mtume akasema, ijtanibu sab'al mubaqati yawm al-qiyama, jihadharini, jiepusheni na madhambi 7 makubwa yaangamizayo siku ya kiyama. Dhambi moja wapo ni ashirku billah. Namba 1 ni kumshirikisha Allah. Kama utamchanganya Allah na mambo mengine, kama utamtegemea asiyekuwa yeye, kama utamkimbilia asiyekuwa yeye, kama utahitaji sapoti kwa asiyekuwa Allah,